Na kutoka kaunti ya Mombasa hii leo tumetembelea bunge la wananchi katika eneo hili la Bombolulu ambayo inakaa mkabala na barabara kuu ya Mombasa kuelekea Malindi, ambapo kabla tufike hapa kumekuwa na mjadala mkali, lakini tukawaomba waweze kubadilisha mjadala tuweze kuzungumza nao kuhusiana na masuala ya maadili, ikikumbuka kwamba tume ya NCIC, EACC, IEBC pamoja na DCI walisema kwa kauli moja kwamba wakati huu katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao hawataruhusu baadhi ya wagombea kuweza kugombea viti mbalimbali kutokana na semi na maadili tofauti. Lakini je, mwananchi anachukulia vipi swala hili? Na ndiposa nipo na baadhi ya wakazi hapa. Twende tuanze na nani? Songa hapa karibu, nieleze, hii itakushikia majina yako kamili, alafu wewe nikuulize kama unaamini kwamba tume hizi kuna vile zinaweza kuwazuia baadhi ya Wakenya wasiweze kusimama kutokana na maadili yao. Ninaamini kama itakuwa si maneno matupu. Kama itakuwa ni kuongea. Kwa majina naitwa John Munga. Mimi ni mkaaji wa Bombolulu, Ziwa la Ng'ombe. Kuhusiana na swala hilo, kwa maoni yangu ni kwamba serikali ina jukumu ya kuchukua hatua kwa wale watu ambao wanahatarisha amani ya nchi hii, kwa wale watu ambao wanachochea jamii, wanapiganisha jamii. Serikali ni iseme na ichukue hatua ya kutenda, maana ni serikali ya kusema na kutenda. So ni jukumu la serikali kuhakikisha kwamba hawa watu wanafungiwa. 2027 hatuna haja ya kuwaona wakisimamia ama wakigombania kiti chochote katika taifa hili la Kenya. Naam, asante sana. Acha nipate mwenzako hapa. Songa karibu, niambie wewe pia naye toa maoni yako hapa. Alafu niambie songa hapa karibu. Alafu niambie labda wewe maoni yako ni yapi kuhusiana hili? Kwa majina ni Gilbert Muturi Mogeni. Mkaaji wa hapa Bombolulu. Mimi naona itakuwa ni kikwazo sana. Kwa sababu kwa hakika hakuna mwenye amekamilika huku. Hata serikali yenyewe haijakamilika. Ukisema sasa ufungie wana siasa ama mgombea wetu ndio tumempenda kabisa, ndio tunaenda kumtoa kama mwakilishi wetu ama mwakilishi bunge ama mwakilishi wa jimbo fulani. Na kwa ukweli amekiri hapo nyuma amefanya makosa na ameona mstari ni huu, mwelekeo ni huu. Haina haja umfungie huyo mwanasiasa, haina haja. Lakini hauoni kwamba wasipofungiwa pia tabia zile zitakuwa zinaendelea? Tutabadilika lini? Ako ready kubadilika. Amesema anabadilika. Sasa apewe chance yake. Asifungiwe. Bado tunamhitaji sisi kama. Kwa hivyo kwa maoni yako, wacha mwananchi amue. Wacha mwananchi mwenyewe amue. Ni nani? Aende aende na mgombea wake mpaka debeni amuliwe huko. Asante. Songa hapa karibu na kuona pia wewe unataka kuchangia mada hii. Majina, alafu niambie wewe maoni yako ni yapi? Unaona kwamba hizi taasisi zina uwezo ya kuweza kung'ata panapostahili? Mimi kwanza nashukuru kabisa. Kwa majina naitwa Livingstone Anyanga Sewe. Mimi natoka Mombasa County. Na kusema kweli tuwezi kudanganyana, kwa sababu mtu hawezi kuongea vile anataka na afanye vile anataka. Kuna mahali tuseme, wazungu wanasema kuna limit ambayo inafaa binadamu uongee, lakini uweke kiwango. Na mtu kama anachochea kwa sababu anajua ako rafiki na governor ama ako rafiki na inspector general ama ako rafiki na sijui cabinet ama ako na rafiki na president, hizi ndiye inachangia Wakenya wanakaa na kiburi. Na mimi ingependelea bunge letu ya National Assembly aweke utaratibu kwamba kuna kitengo fulani anafanya kazi yake onekane, kama DCI, police, mtu yoyote ambaye anaongea vibaya achukuliwe hatua. Unaona watachukua hatua? Hapo kuna changamoto kubwa sana, manake kuna watu ambao na benefit kwa hao watu. Kuna wale ambao wanaona mimi niko karibu na rais, anafanya vile anataka. Hao ndio wale ambao wanatembea na guns. Ndugu yangu, guns set imeanza na chini, inaanza na juu kurudi juu chini. Na unaona mambo kama haya inaweza tumiwa kama chambo cha kuwatoa baadhi ya wanasiasa, labda wanahisi
ni baadhi ya kikwazo labda kwa ushindani mkali? Mimi kwa upande wangu naona hii jambo si rahisi kuisha. Manake hii tunasema tumebaki na mwezi ya kuhesabu tunaenda election. Kuna watu ambao wanatumia hii njia ni kwa ngazi ya kupita kuingia kuongozi, na kwa sababu hakuna urafiki na mtu yote ambaye uko juu. Na hiyo inaumiza raia wa chini. Manake utachukua mtoto wangu ama mtoto wa jirani, uende utumike ufanye vituko, wewe utashikwa, mtoto wangu nitakuja kushikwa. Baadaye mimi nitaumia, manake mtoto na fikiri nisaidia msengu fulani huko amezuiliwa na serikali, manake alifanya uhalifu. Uhalifu hakufanya kama anajua kwa mtu ndio alichukua yeye akaenda nayo kule. Unaona mambo kama haya inahangaisha Kenya. Inapoteza Kenya hata kwa ile, angalia saa hii tuseme Kenya imeenda juu kwa structure. Wazungu wana welcome wanakuja kuona Kenya, lakini kusikia matamuzi ambayo inatoka kwa viongozi inaibisha Kenya. Asante. Majina yako alafu niambie labda wewe kwa upande wako wafanye vipi? Hili swala wataweza kuchukua hatua ama ni maneno tu? Na kama watachukua hatua, kwa mtazamo wako yachukuliwe kivipi? Hizi taasisi zimeundwa ili kusudi kulinda pia usalama wa nchi. But unaona wanaopewa hizi tume hizi taasisi kama hizi, hata wakichukua hatua zenyewe huwa mara nyingi zinapingwa hata kotini. Hao viongozi ambao wamekuwa na maadili mabaya ambao si mema katika mambo na wananchi na siasa, huwa baadaye hata wakizuiliwa, unaona wamezuiliwa, but kidogo unasikia mara ameenda kotini, ameenda kupinga yale maamuzi ya ile taasisi. Sasa huwa unaona kama haina maana tu, zile kama mipango tu yani ya ku take time, lakini sasa wanaona bado huwa hazifuatwagi. Maana anayezuiliwa kwamba anayesimamishwa na tume kwamba wewe uruhusiwi kusimama, baadaye una mahakamani tu, na kama mahakamani kule mara nyingi huwa mahakama wa mtu kulingana na kesi nyingi huwa zambuliwa na mtu ambaye ana uwezo wake pia. Unaona? Hasa kama ni mambo kama hayo, kama bure tu, haitaweza ngumu kuwazuia wale watu. Asante, songa hapa alafu uniambie majina yako. Wewe kwa maoni yako unaona kwamba hili swala litatekelezwa? Kwa majina naitwa Nyanje Ngumbao, mkazi wa Ziwa la Ng'ombe. Hiyo taasisi ambayo imeamua kwamba ije tuulize maswali kama sisi ili tutoe maoni ni kwamba ilianza kutoka kitambo na huwa inauliza maswali kama hayo. Kitu ambacho mimi ninaweza kuzungumzia ni kwamba hao ni wanasiasa ambao wanatekana wafungiwe mahali ambapo wao wanazungumuza mambo ambayo sio. Lakini tukiangalia kwamba hao wanasiasa wanatumia watu ambao hawana mbele wala nyuma ili kutimiza matakwa yao, itakuwa ni vigumu kuzuia kule kwa wanasiasa ikiwa huku mashinani watu wanaendeleza hayo mambo. Kwa hivyo kwa maoni yangu mimi ni kwamba kabla hawajaleta huu mjadala ni waangalie, je, tutafanya nini mpaka hata hawa chini nao wazuie vitu kama hivyo ambao ni vibaya. Wa chini unamaanisha kama nani? Wana chini wa kawaida ambao kuna watu ambao wanakata hata watu vipanga. Hao watu wakukata watu vipanga ni wao na siasa ambao wanawatumia. Na kama hawa wa vipanga hawashughulikiwi na hao watu, hao wakubwa watashughulikiwa vipi? Kwa hivyo hao ni waanze na hao watu wa chini kwanza. Wakianza na watu wa chini waelezi ni nani ambao wanawatuma, ndio wakabiliwe wao. Kwa hivyo unahisi kwamba ni maneno tu? Hayo ni maneno ya kubabaisha wananchi au kuchochea. Pia hao watu wa taasisi wanachochea. Kwa sababu wakijua kitu kama hiyo, badala watafute wale wananchi ambao wanawatuma, wanatafuta wale wakubwa ambao wahongwe wazime hao maneno. Unanielewa sio? Inamaanisha wewe huna imani na hizi taasisi bwana? Sina imani, kwa sababu ingekuwa na imani na hizi taasisi, huu kora na mambo yote ambayo yanafanyika katika nchi yetu ya Kenya haingekuwa. Asante sana. Haya, umesikia maneno kutoka kwa mwenzako. Wewe majina yako alafu niambie kwamba unahisi kwamba hizi taasisi wiki iliyopita zilipotangaza swala hili kwamba watakwenda kuzuia baadhi ya wale ambao wanapania kuweza kuwania viti mbalimbali, wewe unahisi kwamba wataweza kung'ata kweli? Kwa majina naitwa Philip, mkaji wa hapa Bombolulu. Mimi kwa maoni yangu naona hawataweza. Juu kwanza Kenya tuko na katiba, tuko na chapter 6 yenye inasimamia integrity ya any leader mwenye anataka kusimama kiti chochote. Lakini hii chapter 6 mbona isianze kuchukua hatua saa hizi? Inataka tu kuchukua hatua kama muda ishaisha. Kuna viongozi wengi wanatoa matamshi mbaya. Kuna
kuna viongozi wengi sana wametoa matamshi mbaya, lakini hakuna yoyote amefungwa, hakuna yoyote amechukuliwa hatua yoyote. Wanachukuliwa, wanaenda kotini, tunasikia kesi imeisha. Sasa shida yetu kubwa kwa hii kitu ni corruption. Watu wanaenda huko mbele, wana corrupt hawa ma-DCI au viongozi, kesi hakuna penaenda. Tunaona tena watu ni watu wenye wameegemea mirengo, wenye wako kwa mirengo ya serikali, wakitoa matamshi mbaya hakuna kitu inachukuliwa. Wengine kwa mrengo ingine wakiongea kitu mbaya wanaanza kushikwa, kufanya nini hizi na hivi na hivi. Sasa mimi kwa kivyangu mimi sioni kama watachukuliwa watu yoyote. Wewe unaona ni kipindire tu? Mimi naona ni kipindire, ni movie. Asante sana. Na ni baadhi tu ya wakazi hawa wa eneo hili la Bombolulu wakisema nasi katika eneo hili la bunge la wananchi, wakielezea maoni yao, hisia mseto, hisia tofauti, wengi wakiweza kusema kwamba labda wanahisi tu ni maneno ambayo taasisi hizi wamekuwa wakizungumza, lakini tutasubiri kuona iwapo yatakuwa ni maneno. Mwaka 2022 kabla ya uchaguzi waliweza kusema, mwaka huu pia, mwaka mmoja kabla ya uchaguzi wakasema tena. Je, wakati huu wataweza kutekeleza, ikizingatiwa kwamba mwenyekiti wa tume ya uchaguzi IEBC aliweza kuonya kwamba swala hili ni tatizo kuu katika masuala ya utayarishaji uchaguzi mkuu ambao Wakenya wanaosubiri. Na kutoka kaunti ya Mombasa, mimi ni Francis Mtalaki, ningependa kukomea hapo. Nasema na Citizen takuwa inaendelea na semi zaidi kutoka pembe mbalimbali katika taifa hili la Kenya. Shukran sana. Bila shaka tunakujia moja kwa moja kutoka mji wa Kajiado, hususan eneo hili la Jua Kali, ambapo nimezuru hapa kupata maoni ya wananchi kuhusiana na mjadala wetu wa leo, ambapo tunauliza tu wananchi, je, wana imani na tume hizi ambazo zinashughulikia masuala ya maadili kwa viongozi? Je, IEBC wakati mwaka ujao itakuwa inaandaa uchaguzi, wale ambao labda wamekiuka maadili itakuwa inawapa idhini ama itakuwa inawazuia? Kwa hivyo nitaingia hapa moja kwa moja tuweze kusikia labda wananchi wana yepi ya kusema kutoka hapa Jua Kali. Tumeona imekuwa, kwanza mimi mwenyewe nimeona imekuwa changamoto, kwa sababu unapata watu wanafanya kinyume na ile mienendo inaweza kufanyika kikatiba kuhusu tuseme kama ni election, lakini na hizo NSIC ziko zinaangalia IEBC. Kwanza kama issue ya Walkalau waliweza kuona kulikuwa na excessive bribing, na pale tulikuwa tuna expect wale walikuwa kwa mstari wa mbele kueneza hiyo ama kufanya kitendo kama hicho ambapo ni kinyume cha sheria, wangeweza kusimamishwa hata kwa hiyo election ama kufai for those positions. Lakini inafika mahali tunaona ni kama hizo independent bodies as it now ni kama they are not independent, ni kama nasema they are captured to some extent, kwa sababu sana of late tumeshuhudia hiyo ikifanyika upande wa serikali sana ambapo na issues za integrity issues, but hatujaona wakiact vividly kulingana na kwa mujibu wa sheria. Kwa hivyo mimi ku-uphold integrity issues ya wanasiasa ama ya viongozi, mimi naona hizo independent bodies zimeweza kushindwa na wanafuatwa na CID, DCI na hizo bodies. Mimi naamini ya kwamba wanaweza kusimamisha hawa, sababu saa zile wanawachiliwa wanatoa mambo chafu. Hatuna, hata sisi kama wananchi hatuna imani nao. Kwa nini mtu awachwe aende asimame ama apite akitoa maneno ya uchochezi? Mimi naunga mkono wanaweza kusimamisha hawa na IEBC ichukue hatua kwa hawa watu. Mimi kulingana na mimi, IEBC wanafaa kusimamisha wale watu ambao wamepatwa na ufisadi, kwa sababu kama umepatwa na ufisadi utasimama ukuje kufanyia wananchi nini na umewalagai. Lakini kwa sababu Kenya yetu imekuwa na shida ya kuongwa nini, pia nayo IEBC tunaona hawana nguvu sana kwa sababu wanaogopa. Hiyo IEBC hiyo mambo anasema ni za uongo, kwa sababu anashinjaga kusema hivyo kila wakati, na unaona mtu ameshaenda kwa debe na ni corrupt na anaenda kwa debe. IEBC kwa njia nyingine inaongozwa na William Ruto, kwa sababu mtu ya William Ruto akikosa yeye achukuliwa tu, lakini viongozi wa opposition wakikosa wao ndio wanachukuliwa nini. Kwa hivyo hii IEBC kai independent, iache kuongozwa na William Ruto. Naam, shukran sana. Umewasikia hawa
hawa ni wananchi kutoka hapa Kajiado wakitoa hisia mbalimbali kuhusiana na swala hilo. Kwa hivyo sina la ziada kutoka kaunti ya Kajiado. Mimi naitwa Robert Masai.